Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi unayetufuatilia katika chaneli yetu ya Nuru Al-Islamia, tukiwa ni mwendelezo wa Qur'ani tafsiri katika Suratul Baqara. Kabla ya kuendelea, ni vizuri na kuomba ndugu yangu Muislamu, bonyeza neno lililoandikwa subscribe na kucomment na kushare na like, lakini vile vile ni kuombe usiache kufuatilia darasa letu hili muhimu ambalo linakujia kwa kila siku aya mbili au aya moja, hutegemea na aya zitakavyokuwa. Na tumezifanya hivi kwa sababu ya kukufanyia wepesi wewe mfuatiliaji uweze kukamata haraka. Leo biidhnillah inshallah tunaondokea na aya ya 10, lakini tutarudi nyuma katika aya inayosema yukhadi'una Allah. Aya 9 katika sura al-Baqara. Fungua msahafu wako aya nambari 9, uangalie. Mwenyezi Mungu anasema yukhadi'una Allah, wanazani wanamuhadaa Mwenyezi Mungu, walladhina amanu, na wale walioamini, wama yakhadauna, wala hawana wanayemuhadaa, illa anfusahum, isipokuwa wanazihadaa nafsi zao wenyewe, wama yashurun, na wala hawatambui, fi qulubihim marad, ndani ya nyoyo zao muna maradhi, yani muna ugonjwa. Na ugonjwa uliokusudiwa hapo si sukari, si pressure, si kitu chochote, ni ugonjwa wa unafiki. Wana unafiki. Fi qulubihim maradhu, ndani ya nyoyo zao muna maradhi. Fazadahumullahu marada, Mwenyezi Mungu amewazidishia maradhi. Walahum adhabun alim, na watapata adhabu iliyokali. Bima kanu yakithibuna, kwa yale wanaoyakanusha. Yakithibuna, wanaoyakanusha. Yakithibuna, yale wanaoyapinga, yale wanaosema ni uongo huu, hawayakubali. Fi qulubihim maradhu, ndani ya nyoyo zao muna maradhi. Fazadahumullahu maradha, amewazidishia Mwenyezi Mungu maradhi. Walahum adhabun alimun, na watapata adhabu iliyokali. Adhabu iliyokali ni moto. Ziko adhabu tele ambazo Allah ameziandaa, lakini moja katika adhabu kali ni moto, kwa sababu mtu atakayekutana na adhabu ya moto hapo hapo ataomba afe. Mwenyezi Mungu anasema hapo hapo, da'au hunalika thubura, ataomba afe. Watambua la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira. Ama leo msiombeni kufa kwa mara moja tu, ombeni kwa mara nyingi, manake hamutokukana na adhabu ya Allah. Sasa fi qulubihim marad, ndani ya nyoyo zao muna maradhi. Fazadahumullahu maradha, Mwenyezi Mungu amewaongeza, amewazidishia maradhi. Walahum adhabun alimun, na watapata adhabu iliyokali. Bima kanu yakithibun, kwa yale wanaoyakanusha. Wa idha qila lahum, wakati pakisemwa kuambiwa wao, la tufsidu fil ardi, musifanyeni uharibifu katika ardhi. La tufsidu fil ardi, musifanyeni uharibifu katika ardhi. Qalu, husema, inama nahnu muslihun, hakika sisi ni watengenezaji. Wa idha qila lahum, wakati pakisemwa kuambiwa wao, la tufsidu fil ardi, musifanyeni uharibifu katika ardhi, yani katika nchi. Qalu, husema, inama nahnu muslihun, hakika sisi ni watengenezaji. Ala, jueni, innahum, hakika ya hao, humul mufsiduna, hao ndio waharibifu. Walakin la yashurun, lakini hawajui. Ala, jueni, innahum, hakika ya hao, humul mufsiduna, hao ndio waharibifu. Yani wanaokusudiwa ala, jueni, innahum, hakika ya hao, yani wale waliomkubali mtume wale. Ala, jueni, innahum, hakika ya hao waliomkubali mtume, hao wanaomfuata mtume, hao humul mufsiduna, hao ndio waharibifu. Walakin la yashurun, lakini hawatambui. Haya ni maneno ya wanafiki
wanafiki wanasema wale waliokuwa pamoja na mtume ndio wanaofanya uharibifu. Ala jueni au ala zindukeni, manake wanazinduliwa, wanatarabahishwa. Ala zindukeni, innahum hakika hao, humul mufsiduna, hao ndio waharibifu, walakin la yashurun, lakini hawatambui.